Na swala moja ambalo binafsi naona hatujali comment kama tunavyotakiwa, swala la uzalishaji. Uzalishaji kwangu mimi, mfano nikichukulia mfano wa Kyela, huwa tunazalisha miche tunawapa wananchi au wakulima, lakini mwisho wa siku yule mkulima ana utaalamu wa kuilea ile miti ili izalishe kile ambacho tunakitamani kizalishe, kwa sababu nimewahi kupata shule hizi kokoa zina mida yake. Kuna muda unatakiwa uprune, kuna muda unatakiwa uiache itafute jua, lakini ukiangalia wengi sasa hivi tumejikita kwamba kokoa inatupa bei nzuri, lakini hatuifanyii ukuzaji ule ambao unatakiwa. Sasa mawazo yangu ni nini? Nilikuwa naomba, kwa sababu hapa tumekutana na taasisi zote, Oprah, TMX, WRP. Nadhani investment nyingine pamoja na wizara nyingi nakutana nao, investment nyingine ni investment ya wataalamu. Ikiwezekana hata serikali tupeleke wenzetu huko Ghana, tuone yani wao kokoa yao inafanyaje. Ile elimu tuje tuimpact kwa wakulima wetu. Inawezekana miche hii tuliyowapa ina uwezo kutuzalishia sana, lakini kwa sababu hatuna ule utaalamu, mtu akishaiweka hapo, akishapanda na mgomba pembeni anatulia, nasubiri fike miaka 3 aanze kuvuna. Akishaanza kuvuna yeye anajua kuvuna tu, hajui kuifanyia culture ya aina yoyote ili ile kokoa ule mtu uendelee kumzalishia matunda mengi. Na hata kama wapo wale walifundishwa na wazungu zamani, still knowledge haipo ya kutosha, hawashei na hao ambao sisi tunaibukia sasa tumesikia kokoa na bei nzuri tunapanda. Kwa naomba kama inawezekana tufanye investment kwa wataalamu ambao watakuja kusaidia kutoa knowledge kwa wakulima ili tuongeze uzalishaji. Lakini swala lingine nitagusia tu juu kwenye magunia. Sidhani kama tutakuwa na hizi comment za kwamba kakao haina ubora, na tumepiga step further mpaka tuna vipima unyevu, tuna mizani ya kisasa ili tumjue mchawi ni nani. Kwa hiyo nadhani waraji siku hapa tuwe na hivyo vikao ndani ya wilaya kabla ya kuja kwenye vikao vikubwa kama hivi ambapo tunadiscuss sasa mambo ya kitaifa, sio mambo madogo tena. Lakini jambo lingine ambalo nadhani hata hilo ni tamanio la Mheshimiwa Rais, hizi bei tunazosema hapa 500 ngapi, kuna mkulima mwingine ana 1000 anapata 1000 kwa sababu ya wale watukati. Nadhani bangu ni shahidi, tushaongeaga sana. Tunamuondoaje huyu mtukati hapa ili mkulima tukisema kokoa tumeuza labda 6000, kweli mkulima yule anapata 6,000? Nikawahi kutoa wazo kwamba hizi AMCOS ikiwezekana vyama vikuu hivi vina hela, kila msikafiriki, ni wazo, zina hela ziwe zinawezeshwa hizi AMCOS. Mkulima, kwa sababu mimi nayo hiyo challenge, mkulima wangu mimi amevuna, umwambie eti leo ile asibirie mpaka Jumatatu ndio apate hela, ndio anaishia kwenda kupeleka kokoa yake kwa mtukati. Ila hizi AMCOS zetu zikiwa zimewezeshwa, tunaangalia mnada uliopita umeanza 4,000. Mimi nina kilo zangu 5. Yule mkulima mlipe kilo 2 tu. Hizo nyingine mwambie mpaka mnada. Mnada ukifanyika, tunalo daftari letu pale tumeweka digital way, tulisha kulipa kwa bei ya mnada iliyopita shilingi 4,000 kwa shilingi 4,000. Ila kwa sasa hivi tumeuza 7, tulishakupa kiasi fulani, tunakupa hela iliyobakia. That way tunaweza, ni mawazo yangu yake, tunaweza tukapunguza hili swala la mtukati hapa na wakulima wetu waweze kunufaika, kwa sababu kinachowakosti ni ile kukaa muda mrefu kungojea mpaka mnada Jumatatu ndio waweze kuuza pate. Anakwambia mimi nimeumwa leo usiku au mtoto wangu ameumwa, unaniambia ningojee hela yangu mimi naitegemea kakao ningojee mpaka Jumatatu? Haiwezekani. Lakini hizi zingekuwa tumetengeneza mfumo wa kuziwezesha hizi AMCOS. Mimi nimeshakusanya kilo yangu 10, umeshanipimia, taarifa ziko pale, ili hata kilo 2 au 3, and then hizo nyingine ngojee bei ya mnada. Lakini kwangu tena naombi nyingine kwenu. Mimi kwanza niwapongeze sasa uso 3, wao mboga 4, ule 4 kwa takatifu. Niwapongeze, nafanya kazi nzuri sana. Na mmekuwa mkifikika always, tukiwatafuta mnapatikana na mmekuwa mkitoa msaada mzuri sana. Lakini ningeomba ile sio kila saa nitaangalia kumtafuta dadangu au bangu au Kakamalekano pale. Hebu basi hata kwenye mwe na ofisi za kanda ambazo zitakuwa at least zinatoa support
ya vitu vidogo vidogo. Maana saa nyingine unajua, saa nyingine mpaka usiku ndio unaanza kufikiria moja kuna issue nukta gani, kwa sababu nyenye wote ni timu. Hata akiwa mmoja labda tuseme wa WRB, lakini anauelewa COPRA, anauelewa TMS, anaweza kama anatusaidia sisi kusolve changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo hizi za wakulima. Na mwisho kabisa swala la elimu kwa wakulima wetu. Ujue katika vitu yaani sasa hivi sijui wenzangu, labda tukienda kwenye mikutano ya hadhara mingi, swali la kwanza ni bei kushuka, swali la pili ni bei kushuka, swali la tatu ni bei kushuka. Yaani changamoto ya umeme, maji sasa hivi hamna, ni bei ya kakao kushuka. Sasa mtu tangu mpeleke kwenye kompyuta imekuwa ni shida. Kwa hiyo tunaomba ikiwezekana tupate watu ambao watapita kwenye hizi campus ikishirikiana na hivi vyama vikuu kutoa elimu, na siku hizi watu wana smartphone, kuwaonyesha ukitaka kugundua bei ya umeme pale imeshuka, ingia hiyo WW Commodities. Huyu ndio mwalimu wangu alifundisha biashara kuingia kwenye kuangalia bei kushuka fanya. Hiyo itawasaidia hata kutupunguzia sisi mzigo wa watu kuandamana kwamba kuna mchawi yuko pale Kefu, yuko Ruku ambaye anapandisha na kushusha bei. Asante sana. Ni hapo ndio.